Kama ambavyo mlisikiliza hotuba ya Mheshimiwa Rais alipoanza, ilitufanya tumepata interest ya kiwango cha juu kwenye eneo la utalii. Alipoanza alisema nawaletea salamu kutoka kwenye nchi ya mlima yenye barafu ya mlima Kilimanjaro, nawaletea salamu kutoka kwenye nchi ya mbuga za Serengeti, nawaletea salamu kutoka kwenye visiwa vya Zanzibar. Mnaweza mkaona tu kwamba ilikuwa ni mwanzo wa speech, lakini katika wataalamu wa marketing ile ilimfanya kila mtu aseme nataka kuijua, na wale wa kwenye banda wanakwambia walianza kupata wageni immediately ambao walikuwa wanasema tunawezaje kwenda kwenye hiyo nchi ya mlima mrefu kuliko, tunasema freestanding mountain. Mara nyingi tunasema mlima Kilimanjaro ni mlima mrefu kuliko wote Afrika, lakini ukweli ni kwamba mlima Kilimanjaro ni mlima mrefu uliosimama peke yake duniani kuliko milima mingine yote. Himalayas ni mountain ranges, yani ni safu ya milima, wakati mlima Kilimanjaro. Kwa namna ambavyo tu Mheshimiwa Rais zile alitumia dakika 3 zake za mwanzo, alianza kwanza kwa kuiuza Tanzania kwenye eneo la utalii. Na tuliona mtiririko ya makampuni ya utalii kutoka Russia, hasa ikiendana na ile tangazo la kwamba sasa Air Tanzania itaanza kwenda Urusi kuanzia tarehe 2 mwezi wa 7. Kwa sababu kimoja ambacho mtalii yoyote akitaka kwenda mahali lazima aangalie ni urahisi wa kufika. Kwa ile tangazo tulipata makampuni zaidi ya 20 ya watalii yaongoza watalii ya Urusi ambao walikuja wakitaka kujua taarifa zaidi. Na uzuri pale kulikuwa kuna wenzetu kutoka sekta ya utalii, Tanzania Tourist Board wakiwakilisha pia na Zanzibar Commission of Tourism. Kwa ilikuwa ni fursa ya kipekee, kitu ambacho tunasema tunaweza tukakishika kabisa. Watu walikuja pale na kuanza kutaka kupata taarifa zaidi. Tulipata pia, na kama ambavyo mnakumbuka katika hotuba pia Mheshimiwa Rais kwenye lile jukwaa aliuza miradi au maeneo 5, alisema haya naomba nialete mbele yenu. Kwa tulipata interest kubwa kwenye maeneo yafuatayo. Kwanza, madini ya kimkakati. Kama ambavyo tunafahamu, Tanzania ina fursa kadhaa kwenye madini ya kimkakati. Mradi wa urani au katika sekta ya uranium, nickel, graphite na madini mengine ya kimkakati. Kwa ambao mnafahamu, tayari tuna kampuni ya Kirusi nchini Tanzania ambayo imewekeza kwenye mradi wa urani kule Mto Mkuju. Kampuni ya Mantra ambayo ni kampuni tanzu ya moja kati ya makampuni makubwa Urusi, inaitwa Rosatom. Interest yao na seriousness yao, yani umakini na maamuzi yao ya kuwekeza zaidi. Ule ni mradi wa kama dola bilioni 1.5 bilioni na dola milioni 200, $1.2 billion. Tuliona sio tu wao, lakini makampuni mengine ya Urusi yanakuja kuuliza ni kwa namna gani wanaweza kushiriki kwenye sekta ya madini ya kimkakati nchini Tanzania. Tulipata pia interest kwenye sekta ya nishati, hasa sekta ya mafuta na gesi. Kama ambavyo pia tunafahamu, kampuni kubwa labda karibu kuliko zote za gesi duniani ambayo ndio inasambaza gesi Ulaya yote ya magharibi, na kampuni inaitwa Gazprom. Ni kampuni ya Urusi. Walishiriki, sio tu walishiriki kwenye ile jukwaa, lakini walishiriki kwenye jukwaa la biashara kati ya Tanzania na Urusi na walishiriki katika ngazi ya juu kabisa. Na katika mazungumzo tuliyofanya nao, wanauliza tufanyeje na sisi tuweze kushiriki katika utafutaji wa gesi nchini Tanzania. Gazprom, kama ambavyo nimesema, ni kampuni kubwa, ni moja kati ya makampuni 3 yanayoheshimika kwa uwekezaji katika eneo hilo. Kwa hiyo kuna fursa kubwa naiona kwenye hiyo eneo la nishati na utafutaji, exploration. Afya na dawa ni eneo jingine ambalo tumepata interest kubwa ya uwekezaji kwenye utengenezaji wa madawa, hasa kwenye utengenezaji wa chanjo. Makampuni ya Kirusi mengine ambayo tayari yameshaanza kuja Tanzania yamecommit na wanatuambia kwamba katika kipindi cha miaka 5 inayokuja, kwa kushirikiana na wao, makampuni ya Urusi watakuwa na uwezo wa kutengeneza chanjo zipatazo milioni 20 nchini Tanzania, chanjo za magonjwa mbalimbali. Kwa ambao mnafuatilia sekta ya madawa, kuna biashara moja nzuri sana, ni biashara ya chanjo.
na mnafahamu wakati wa COVID kwa mfano, wakina mheshimiwa waziri walifanya chanjo ya COVID inaitwa Sputnik na nyingine, lakini wenzetu Warusi wako vizuri sana kwenye eneo la chanjo. Kwa hiyo tumepata pia interest kubwa, walikuja na kuonyesha kwamba watakuja sasa kuweka makubaliano kwenye eneo la afya na madawa. Eneo jingine ni eneo la kilimo na uongezaji wa thamani. Hasa tunazungumzia smart agriculture, kile kilimo ambacho kinatumia vizuri mazingira. Wenzetu wamekuja na wanaonyesha interest ya kushirikiana na sisi kwenye sekta ya kilimo, yani teknolojia ya uzalishaji na usindikaji wa mazao, na hasa kununua bidhaa za mazao ya kilimo Tanzania kupeleka kuuza kwenye supermarket au kwenye masoko ya Urusi. Na hasa tunazungumzia hapo biashara kama korosho, kahawa, chai na biashara nyinginezo ambazo zinazalishwa kwa wingi nchini Tanzania. Eneo la mwisho ni eneo la teknolojia, eneo la TEHAMA. Na nafahamu tayari kuna mazungumzo na kampuni kutoka Urusi, hasa ikilenga makampuni madogo ambayo yanakuwa startups. Uchumi wa kidijitali kama nchi tuna mkakati wa kuongeza uwekezaji katika uchumi wa kidijitali. Sasa ukiniuliza mimi, nikiangalia yale mazungumzo yote ambayo tulikuwa tunayafanya, hasa kwenye eneo la uwekezaji, lakini hasa kwenye eneo la biashara, ukiniuliza thamani, ninaamini kutoka Urusi katika kipindi cha miaka 3 mpaka 5 inayokuja tutapata uwekezaji, thamani ya uwekezaji na biashara kutoka Urusi haitapungua dola za Kimarekani bilioni 2, ambayo itakuwa ni uwekezaji mkubwa ambao itaiweka Urusi moja kati ya wawekezaji wakubwa. Labda tu nimalizie tu kwa ufupi, tulipofanya sasa ile business forum ambaye Mheshimiwa Rais alipata fursa ya kuja kulifungua, ambapo makampuni ambayo ninasema Gazprom, Rosatom na makampuni mengine makubwa ya Urusi yalikuwepo, yalipata fursa sasa ya kukutana na wafanyabiashara kutoka Tanzania ambao walikuwepo pale zaidi ya 50, na baadhi yao wameshaingia makubaliano kwenye maeneo kadhaa. Wengine wanasema kwa sababu ni mambo ya mapema wasingependa watajwe, lakini eneo la mbolea tunafahamu Mrusi ni moja kati ya wazalishaji wakubwa sana wa mbolea. Kwa hiyo kuna baadhi ya makampuni nayafahamu kutoka Arusha yameshaingia makubaliano ya uletaji wa mbolea kutoka Urusi. Eneo la vinywaji, kwa wale ambao ni watumiaji wa vinywaji vikali wanafahamu the Russian vodka ni moja kati ya kinywaji ambacho ni cha gharama na kinapendwa. Kwa hiyo tayari najua kuna baadhi ya makampuni ambayo walikuwa Russia wamerudi wakisema kwamba sasa wanaanza kupata sasa the Russian vodka na vyovyote vile ambavyo vinaendana na hivyo moja kwa moja kutoka Russia. Kwa hiyo kuleta nafuu kwa mwekezaji. Hapa lengo ni pande mbili. Sisi tutakuwa tunauza zaidi kwao, hasa zile bidhaa za kilimo, na zile bidhaa ambazo wao wanatengeneza tutakuwa tunanunua kwao, hasa mbolea, vinywaji, na lakini kwa vile ambavyo wanaweza kuvitengeneza Tanzania, hasa kwenye sekta ya madawa, tunaamini kwamba kwenye sekta ya madawa watakuja kutengeneza madawa hapa Tanzania, na ndio ambao wameonyesha, nasema miaka 5 tutakuwa tunatengeneza 20 million vaccines hapa Tanzania, sio kuzuza tu Tanzania kwa ajili ya pia kupeleka katika nchi za jirani. Lakini sekta ya madini sio tu kwamba sekta ya madini na sekta ya nishati sio tu kuchimba madini, lakini pia kuongeza thamani ya madini ambayo yatachimbwa. Kwa hiyo kwa ufupi labda niseme ni ziara ambayo Mheshimiwa Rais amefungua milango kupitia heshima ya kwake na milango aliyofungua. Wafanyabiashara kutoka Tanzania wameweza kurudi na kusema hiki ndicho ambacho tutakipata. Sasa utaratibu mpya ambao tunauweka kwenye ziara kama hizi, kwanza katika kipindi cha wiki 1 na 2, maana wengine najua wanarudi leo kutoka Russia, kukamilisha orodha ya nia zote za uwekezaji. Tutazikamilisha na kuzikabidhi ofisi ya Rais uwekezaji ili waweze kutusaidia kufanya follow up, lakini pia kufanya uratibu wa masuala ya kibiashara ambaye ama yanaratibiwa na Wizara ya Viwanda na Biashara, lakini pia
Swala la uanzishaji wa safari ya ATCL tarehe 2 mwezi wa 7, hilo tutapenda sasa lipewe shamra kwa kiwango hicho ambacho kimeanzishwa na Mheshimiwa Rais, ili itusaidie kuongeza flow ya watalii kutoka Urusi. Katika miaka mitano iliyopita, mwaka 2021 ndio tulipata watalii wengi kuliko wote kutoka Urusi, ambao walikuwa nafikiri karibu watalii 77. Baada ya COVID ile kuisha, idadi ya watalii imepungua, na mojawapo ilikuwa ni pia kutokana na njia za usafiri. Kwa hiyo kuwepo kwa ATCL itatusaidia hiyo. Lakini kitu cha tatu ni kwamba tutaendelea kufanya utaratibu wa kuwapokea wafanyabiashara na wawekezaji kutoka Urusi ambao wameonyesha nia ya kuja sasa kuhakikisha hizi fursa ambazo wameziona zinatekelezeka. Na la mwisho, katika kipindi cha miezi mitatu inayokuja, tutatoa taarifa za utekelezaji ili kusema yale ambayo yalitokana na ziara ya Mheshimiwa Rais Urusi, mengine yapi yamejitokeza, maendeleo ambayo tumeyapata na manufaa ambayo tumeendelea kuyapata. Nitakuwa tayari kujibu maswali muda utakapofika. Asante sana.